Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni mwendelezo wa kile ambacho kimetokea leo, ambapo tume ya uchaguzi imesema kwamba chama ambacho hakita saini maadili ya uchaguzi basi hakitashiriki uchaguzi, na Chadema wao wamezidi kusisitiza kampeni ya no reform no election, na kupitia katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema leo hatahudhuria kikao hicho ambacho kimefanyika huko Dodoma cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya 2025, na kusema kwamba ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu, na katibu mkuu sijateua kiongozi au afisa yoyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi huko Dodoma. Ni katibu mkuu wa Chadema akitoa taarifa hiyo kwamba yeye hatatuma hata mwakilishi kwenda huko Dodoma. Sasa hii pia imeibua maswali mengi sana. Wabunge wa viti maalum kwa tiketi ya chama cha Chadema ambao wapo bungeni, lakini Chadema iliwafuta wanachama, na ilikuwa ni kesi kubwa mno kwamba mtu akifutwa wanachama anapoteza sifa ya kuwa mbunge, lakini bado wapo bungeni na wanamalizia vikao vya bunge. Lakini nani alitia saini barua ya wao kuteuliwa kuwa wabunge wa viti maalum ilikuwa ni swala gumu mno. Sasa katika kipindi hiki ambacho Chadema limeibuka kundi la G55 ambao hawa ni watiania wa ugombea katika nafasi mbalimbali, hususan nafasi za ubunge mwaka 2020, lakini pia watiania wa kugombea nafasi ya ubunge 2025, wao wakipinga kampeni ya no reform no election. Wao kwa upande wao wakitaka chama cha Chadema kishiriki uchaguzi moja kwa moja. Sasa watu wamekuwa na wasiwasi kwamba inaweza ikatokea kwamba kuna mtu akaenda Dodoma kutia saini, wakati katibu mkuu John Mnyika ametangaza hadharani kwamba haendi, lakini pia hajatuma mwakilishi yeyote kwenda huko Dodoma kwa ajili ya kutia saini maadili ya uchaguzi ya 2025. Na kwa mujibu wa sheria ni kwamba chama ambacho hakitatia saini basi kinakosa sifa ya kushiriki uchaguzi moja kwa moja. Sasa tume ya uchaguzi imetoa taarifa rasmi baada ya Chadema kugoma kwenda Dodoma leo kupitia katibu mkuu wake John Mnyika, ambapo mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele amezungumza wakati wa kikao cha kusaini maadili ya uchaguzi ambacho kinafanyika makao makuu ya ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma siku ya leo Jumamosi tarehe 12 ya mwezi wa 4 2025. Amesema ni wapongeze vyama vya siasa kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika kikao hiki ambacho kina umuhimu wa kipekee kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Ni washukuru viongozi wote wa vyama vya siasa kwa namna ambavyo mmekuwa mkiipa ushirikiano tume katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali, hususani yale yanayohusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi, ikiwamo uandaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tupo hapa leo kwa ajili ya kutia saini kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani wa mwaka 2025. Ni Jaji Mwambegele ambaye ni mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi akizungumza wakati wa kikao cha kusaini maadili ya uchaguzi ambacho kinafanyika leo Dodoma, huku wao Chadema wakijitoa. Sasa baada ya taarifa hii kuchapishwa, wengi mno wametoa maoni. Huyu anasema kwamba mbona nasikia tume yenyewe haina maadili, lakini pia huyu anasema tume ya wapumbavu, lakini pia mwingine anasema kwamba kama unaamini hakuna itakayotendeka bali kuwakandamiza wananchi mahali ya
chini like hapa. Lakini pia mwingine anasema kwamba na nina mpango wa wazi wa kuwaondoa Chadema, na walijua kabisa wakati huu ndio wa kufaa kufanya hivyo kutokana na misimamo ya chama hicho, na mkakati huo una dhamira kubwa kwa taifa letu, na wote walio nyuma ya mkakati huu wako mahala fulani wanajipongeza, huku Tundu Lissu akiwa ndani yuko Lomande. Lakini kubwa tunasubiria sasa kuona kitu gani ambacho kitatokea baada ya hapo. Na Brenda Rupia kwa upande wake anasema kwamba tumepuuzwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano Bi Brenda Rupia ameeleza kuwa msimamo wa Chadema kuto kushiriki kikao cha leo dhidi ya vyama vya siasa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa ajili ya kusaini maadili ya uchaguzi wa mwaka 2025, mbali ya sababu nyingine, unatokana pia na kupuuzwa kwa kutokupewa majibu ya maandishi kuhusu barua yao rasmi iliyowasilishwa na Katibu Mkuu Disemba 29, 2024, akieleza mapendekezo na madai ya msingi ya Chadema kuhusu mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Ukimya wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi unathibitisha kukosekana kwa nia ya dhati ya kufanya mashauriano ya kweli na ya wazi kuhusu mchakato wa uchaguzi, imesema taarifa hiyo iliyosainiwa na Brenda Rupia mapema leo. Kulingana na chapisho la Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika kupitia ukurasa wake wa X, amewaambia wananchi na wanachama wa Chadema kuwa hatoshiriki kikao cha kutia saini maadili ya uchaguzi kama ambavyo leo kikao kimeitishwa na Tume ya Uchaguzi huko Dodoma. Kwa upande wake Godbless Lema naye pia kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii amechapisha taarifa kuhusu hiki ambacho kinaendelea, na tamko hili ambalo limetolewa na Katibu Mkuu wa chama cha Chadema, ambao ni msimamo wa chama kwamba wao hawatashiriki kikao. Lakini pia makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche pia naye ameandika machache kwa upande wake kupitia akaunti yake ya Instagram. Godbless Lema amechapisha taarifa kuelezea hiki ambacho kinaendelea huko Dodoma, na ameandika hapa kwamba maadili ya uchaguzi yasiyo na maadili hayawezi kusainiwa na chama chetu. Kama kuinguliwa ni kusaini fomu ya uhalifu wa uchaguzi, nafikiri kama John Mnyika angeweza kwenda kusaini. Kazi ya tume ya sasa ni kuratibu uhalifu katika uchaguzi na sio kazi nyingine. Endeleeni kushupaza shingo. Hiki ndicho alichokiandika hapa Godbless Lema. Lakini nimalizie na hili ambapo mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Rufani Jacob Mwambelege akizungumza leo Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 4 2025 wakati wa kikao cha kusaini maadili ya uchaguzi ambacho kinafanyika makao makuu ya ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi huko Dodoma, amesema kifungu cha 162 sehemu ya pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Ni Jaji Mwambegele, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambaye ni leo anaongoza kikao huko Dodoma. Sasa tuachie maoni yako
kwa hiki ambacho kinaendelea, lakini pia hiki ambacho amekiongea Mwambelege huko Dodoma, kwamba ametia mkazo zaidi kwamba chama ambacho hakitashiriki basi moja kwa moja kinakosa sifa ya kushiriki katika uchaguzi ambao unafanyika mwaka huu 2025. Lakini kubwa, endelea kukaa karibu nasi. Nadhani pia wengi walikuwa natamani kuona Tume ya Taifa ya Uchaguzi watazungumza kitu gani. Nadhani hiki ndicho ambacho tume wamezungumza leo huko Dodoma, na kwa mantiki hiyo bado swali linabaki pale pale, ni kwamba je, Chadema imejiondoa moja kwa moja kushiriki katika uchaguzi? Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali, huku Chadema wakibaki na msimamo wao, kampeni yao no reform no election.